Kwenye line hapa tuko moja kwa moja na Mr. Agweyu Collins akiwa anapatikana kule Nairobi nchini Kenya, mchambuzi wa masuala mbalimbali. Agweyu, habari za wakati huu? Salama sana kaka, tupo salama nchini Kenya, labda upande wa Tanzania mwasemaje? Upande wa Tanzania ni salama kweli. Kubwa Agweyu ni kuangazia hivi baadhi ya vikundi vya kigaidi katika baadhi ya mataifa Afrika, hususan Nigeria na maeneo mengine ambayo yamekuwa kisumbua katika mataifa hayo. Pengine nani hasa mwenye jukumu ya kuweza kuvitokomeza vikundi, ile hali kwamba kuna mamlaka na taasisi mbalimbali za kimataifa ambazo kwa ajili ya kusimamia usalama ipasavyo katika maeneo mbalimbali? La kwanza ambalo tunafaa kuzingatia ni kwamba hakuna kikundi ambacho cha kigaidi kinaweza eneza ugaidi iwapo haitakuwa na ile msukumo au fedha na silaha tofauti ambayo watatumia kueneza ugaidi. Na ukiangalia kwa kindani, baadhi ya vikundi ambavyo ni vya kigaidi katika bara la Afrika vinapata ile sapoti kutoka katika mataifa ya nje, kama vile ukiangalia katika upande wa Sudan, Sudan inasema kwamba kikundi cha RSF kinapata usaidizi kutoka katika nchi ya Kenya, nchi ya UAE na nchi zingine. Hivyo inakuwa vigumu sana kwa taifa la Sudan kupigana na kikundi kama hicho. Ukiangalia katika upande wa Nigeria, kikundi cha Boko Haram kinapata sapoti kutoka katika vikundi vingine ambavyo viko nje ya nchi ya Nigeria. Hivyo inakuwa vigumu sana kwa taifa la Nigeria kupigana na vikundi kama hivi. Lakini kama vile unavyouliza ni jukumu la nani kuhakikisha kwamba vikundi hivi haviendelezi matatizo ambayo yanatendea wa Afrika, la kwanza ni jukumu la taifa. Kila taifa lina katiba, na jukumu la kwanza la serikali ni kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi wao umeweza kulindwa na mali yao imeweza kulindwa. La pili ni jukumu ya yale tutasema yale makundi ya kimataifa kama mfumo wa UN, mfumo wa Afrika, kuhakikisha kwamba mataifa yanafuatilia kwa karibu kwa yale kwa Kiingereza ambayo tunaita international law, kwa sababu ikiwa kwamba kikundi cha kigaidi kitakuwa katika taifa fulani na taifa lingine linajitolea kuipa support kikundi kile, ingawa taifa kile ambacho taifa lile ambalo lina jukumu la kulinda wananchi wake, itakuwa vigumu sana, kwa sababu la kwanza utakuwa unapigana na kikundi cha kigaidi, na la pili utakuwa unapigana na taifa la nje ambayo liko na msukumo wa kuhakikisha kwamba kikundi kile kimeweza kufaidi kulingana na yale ambayo wanataka kutekeleza. Kwa hivyo ikiwa mataifa hayataweza kukuja kwa pamoja, mataifa yote kwa ujumla, itakuwa vigumu sana kwa mataifa ya bara la Afrika kupigana na vikundi hivi vya kigaidi. Naam. Agweyu, ni jambo la kawaida sana kwa mataifa ya Afrika kuwa na taasisi mbalimbali ambazo zinapigana pia hata na rushwa, hali ya kuwa wananchi wana umaskini wa kutupwa, lakini wana taasisi mbalimbali zinazopambana na rushwa katika mataifa hayo ya Afrika. Katika hili sasa, kwa namna gani hawa watu wanahamasika pengine kuweza kujiunga katika vikundi vya namna hii? Kitu gani ambacho pengine kinaweza kikawa kinapelekea kuweza kutokea mambo kama haya na kuweza watu kushawishika? Kuna mambo wa kadha ambayo yanafanya wananchi wa taifa fulani kujiunga na vikundi vya kigaidi, na mojawapo ni kwamba ukiangalia kwa kindani tatizo la ufisadi. Ikiwa kwamba serikali haitaweza kutekeleza kile ambacho kinafaa kumfanyia mwananchi, basi utapata kuna maeneo ambayo hayataweza kupata maendeleo kwa sababu ya ufisadi, ukabila, mambo ya kidini na mambo mengineo. Na ikiwa kwamba yale maendeleo hayataweza kufika katika pande fulani za taifa, ina maana kwamba wananchi walio katika upande huo kwa njia moja au nyingine wataweza kuja kwa vikundi au kujiunga na vikundi ambazo zinapinga serikali, kuhakikisha kwamba la kwanza serikali itaweza kuwasikiliza, au la pili wataweza kupigania uhuru wao, kuhakikisha kwamba wameweza
kujitenga na lile taifa ili waweze kuenda upande ambao wanaona maslahi yao yataweza kutekelezwa. La pili ambalo tunafaa kuzingatia ni kwamba kuna zile ambazo tunasema itikadi kali. Unapata kwamba kuna mtu ambaye anajitokeza kwa sababu ya dini yake au masomo yake, anataka kuwalazimisha au kufanya kwamba vijana au watu wa eneo fulani, kuwaonyesha kwamba ni vyema ikiwa wataweza kupigania jambo fulani, liwe la kweli au si la kweli. Na kwa sababu ya itikadi kali kama hiyo, inakuwa rahisi sana kwa vijana kujiunga na vikundi hivi, kwa sababu wanaeleza kwamba ikiwa wataweza kufanya jambo fulani, basi wataweza kupata jambo lingine. La tatu ambalo tunafaa kuzingatia ni kwamba katika serikali, mifumo ya serikali, ikiwa kwamba haki za kibinadamu hazitaweza kuzingatiwa kwa njia moja au nyingine, ikiwa serikali haiwezi kumlinda wananchi kwa sababu ya ile hasira, wengi wao huweza kujitenga na kuhakikisha kwamba wameanza kupigania haki yao. Na hayo ni mambo ambayo kwa njia fulani inafanya kuwa kwa vikundi kama hivi. Tukiangalia katika mataifa mengine ya Afrika, unapata kwamba kiongozi aliye mamlakani anatolewa mamlakani kwa nguvu, na ikiwa ataweza kutolewa kwa nguvu, pia huyu kiongozi alikuwa na wafuasi, na pia jamii yake na kabila lake linaona ni kwamba kana kwamba serikali iliweza kupinduliwa kwa njia isiyofaa, na kwa sababu ya hiyo, wakifahamu kwamba kile kilichotendeka, wanaona ni vyema waweze kujiunga katika vikundi kupigana na wale ambao waliochukua serikali au kutoa serikali. Na kwa sababu ya mambo kama hayo, utapata kwamba ile stability ya Afrika itakuwa ngumu sana kuendelea. Na hata kabla hatujasonga mbali sana, tukiangalia katika mataifa mengine hata ya kanda ya Afrika Mashariki, unapata kwamba kuna vikundi ambavyo vimetengenezwa kwa sababu ile tutasema ya kiuchumi. Utapata taifa fulani labda lina dhahabu na madini mengine, hivyo itakuwa rahisi sana kwa mataifa ya nje kuiba madini yale, ikiwa wataweza kuhakikisha kwamba usalama wa nchi hiyo utatikiswa kwa njia fulani kupitia vikundi tofauti. Kama ndio hivyo, tunafahamu katika haya mataifa ya Afrika, katika kanda mbalimbali, tunafahamu tuna ECOWAS, tuna SADC na jumuiya mbalimbali kiujumla ambazo zinapatikana hapa Afrika, lakini pia yote iko Umoja wa Afrika. Nafasi zake hasa ni zipi katika kukomesha hivi vikundi katika baadhi ya mataifa mbalimbali katika bara hili? Kile ambacho tunafaa kuzingatia kwa kina ni kwamba ingawa kwamba tuna vikundi tofauti ambavyo vinatengeneza Umoja wa Afrika, ikiwemo Umoja wa Afrika wenyewe, hivi ni vikundi au Umoja wa Afrika wenyewe umeweza kutengenezwa na mataifa tofauti. Na kwa njia moja au nyingine, kama kwa sasa tutatumia mfano wa Kenya na Sudan. Taifa la Sudan linasema kwamba taifa la Kenya lina support kikundi cha RSF ambacho kinaenda kinyume na taifa la Sudan. Na Kenya ni mmojawapo ya nchi ambazo zinatengeneza Umoja wa Afrika. Sudan ni mojawapo ya nchi ambazo zinatengeneza Umoja wa Afrika. Na Umoja wa Afrika wenyewe haina jeshi lake ambalo linaweza kuhakikisha kwamba linaweza kupigana na vikundi kama hivi. Ikiwa kwamba kutakuwa na mzozo wa kidiplomasia kati ya Kenya na Sudan, inamaanisha kwamba Umoja wa Afrika hautaweza kutekeleza majukumu yake, kwa sababu Kenya ni mwanachama, Sudan ni mwanachama, na Umoja wa Afrika unaweza tu kutekeleza majukumu yake ikiwa kwamba wale wanachama watakuwa na sauti moja, au wataweza kuungana, au wengi wataweza kutoa maono. Na la pili ambalo tunafaa kuzingatia ni kwamba Umoja wa Afrika, licha ya kuwa kikundi, inategemea wanachama, michango ya wanachama, na ikiwa kutakuwa na mizozo kati ya wanachama tofauti, ina maana kuwa haitakuwa na ile udhabiti, na kwa sababu ya hayo haina jeshi lake, haina udhabiti, na migogoro katikati ya wanachama inakuwa vigumu sana, kama vile SADC, ECOWAS na hata Umoja wa
Afrika kuhakikisha kwamba inapigana na vikundi kama hivi. Hata tukiangalia katika nchi ya Kongo, kile ambacho kinaendelea, ilikuwa vigumu sana kanda ya Afrika Mashariki kuingilia, kwa sababu serikali ya Kongo ilikuwa inasema kwamba kuna baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki ambayo inachangia pakubwa waasi ambao wanatikisa nchi. Hivyo inakuwa vigumu kwa sababu ya ile misukumano na mizozano iliyo kati ya baadhi ya wanachama. Naam. Mr. Agoyo, tukushukuru sana kutokea huko Nairobi nchini Kenya. Ni mchambuzi huyo masuala mbalimbali ya kitaifa na kimataifa, Mr. Agoyo Collins, moja kwa moja ambaye tumeungana naye akiwa kule Nairobi nchini Kenya, na tumemsikia kwa uzuri kile ambacho hasa tumeweza kujadili kuhusiana na vikundi hivi vinaibuka katika baadhi ya mataifa mbalimbali katika bara hili la Afrika na kuweza kuleta purukushani na sintofahamu katika mataifa hayo, na hata tukigusia kama tumegusia katika taifa la Nigeria katika kile ambacho kimeweza kusibu